wataalamu wetu wa serikali kwenye mradi huu wa utengenezaji wa hii master plan wajitahidi wapate ujuzi, sio kupata makaratasi tu, tupate ujuzi wa kubuni, ujuzi wa kusimamia miradi na ujuzi wa kutengeneza. Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa nimelieleza katika mkutano huu ni kuona kwamba tuna matatizo kadhaa, changamoto kadhaa tulizo nazo, haswa misongamano na kadhalika. Kwa hivyo sasa hii master plan iendane na hali halisi. Hii master plan iendane na hali halisi ya uchumi wetu, mahitaji ya Watanzania wananchi, ili kusudi tuweze kufanya kitu kile kweli ambacho tumekikusudia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu miaka 50 ijayo. Kwa hivyo wataalamu wetu wanakaa na wataalamu hawa kujadili majambo haya. Ni matumaini yangu kama nilivyokwisha kusema hapo awali, wakitoka katika mkutano huu si tu kwamba wamekwenda wamekaa baadaye wanapewa vyeti, lakini tunachokusudia watoke na ujuzi kweli. Haya mambo twende tukayasimamie sisi wenyewe. Hapo watajadili namna ya ubunifu, watajadili namna ya ujenzi, watajadili namna ya usimamizi, lakini watajadili namna ya upatikanaji wa fedha pia vile vile, kwamba je, ukitaka mradi mkubwa na mzuri wa namna hii hela yake tunaweza tukaipata wapi? Sasa you learn from the best. Wao wamepata, kuna njia walizozitumia za halali kabisa, na sisi tunataka sasa tuweze kwenda katika namna hiyo, tujenge miundombinu yetu, maisha yetu wa Tanzania yaendelee kuboresheka zaidi na uchumi wa taifa letu. Asante. Hii launching ya Expressway Master Plan inategemea kwenda kufungua nchi kwa maana ya kuimarisha miundombinu ya barabara ambayo ni ya kisasa. Kama mnavyoelewa, dira yetu ya taifa ya 2050 inahitaji Tanzania iwe nchi ya uchumi wa kati wa juu. Sasa ili kufikia uchumi wa kati wa juu ni lazima uwe na miundombinu ambayo ni bora, miundombinu ya kisasa. Katika miaka 20-30 iliyopita tumepiga hatua kubwa sana katika kuimarisha miundombinu ya barabara, bandari na viwanja vya ndege. Lakini katika level iliyopo hiyo miundombinu haitoshi kuweza kutufikisha katika hiyo dira ya 2050 ambayo inahitaji Tanzania kuwa na uchumi wa kati wa juu. Kwa hiyo hii Expressway Master Plan sasa itaenda kutuwekea mkakati wa kutusaidia kwamba ni namna gani tutaweza kutekeleza hizo expressway kulingana na priority na mahitaji.